Hiyo content ya dada Maria kwa upande wa wadada, hebu isikilizeni vizuri sana, kwa sababu kuna makosa makubwa sana mnayafanya mnapoenda katika maeneo yenu ya kazi, na ndio maana huwa mnakurupuka, mnaenda mnakuta wadada wengine, mnajazana upumbavu, ujinga, mnaondoka wote, wakati mtu umeenda umemkuta, alafu kuondoka mnaondoka pamoja. Huo ni ujinga yani ni kutokujitambua. Lakini kitu kingine ambacho mnatakiwa kukifahamu ni kwamba mnapokuwa kazini mmekutana wadada wawili, yaani zaidi ya mmoja, mko wawili, mko watatu, haijalishi, hata kama ni kwenye taasisi, kampuni, lazima mjue kila mtu ana thamani anayoitoa. Yaani ni mfano wa ile talanta, kama mnaijua stori ya Biblia ya talanta. Mmoja alipewa talanta 5, mwingine 2, mwingine 1. Kwa nini hawakupewa zote za kwa usawa? Sasa wewe unakaa sehemu, hasa wadada wa kazi, najua maofisini inajulikana kwamba mishahara iko tofauti, mkurugenzi tofauti, sijui nani tofauti, hiyo inaeleweka, ni kulingana na thamani unayoitoa. Sasa wadada wengi wa kazi, kwa sababu tu washajikuta wako majumbani, wako wote pale, anataka yani wote walipwe sawa. Mnaanza kuulizana, wewe unalipwa shilingi ngapi, sijui nini, ujinga ujinga tu. Hapana, haulipwi, yani hamlipwi sawa, kwa sababu mnafanya kazi nyumba moja. Kila mtu ana thamani anayoitoa. Okay? Kuna yule ambaye yeye kazi mpaka ambiwe, yaani kila kazi ili aifanye lazima ambiwe. Alafu kuna yule ambaye yeye anaona matatizo kabla bosi wake hajayaona. Yaani ni mtu ambaye anaona hapa mambo, vitu havijakaa sawa, anaviweka kwenye mpangilio. Anajua kabisa bosi wangu anapenda nini, anafanya vitu vyake kwa wakati, anahudumia watoto kwa wakati. Yaani sio mtu wa kumwambia. Sasa hamwezi kulipwa sawa hata kama mko nyumba moja. Okay? Kwa hiyo nimeona hiyo content niwekee msisitizo, kwa sababu wewe dada Maria eti aliondoka kazini kwa sababu mwenzake alitibiwa vibaya. Sawa, alitibiwa vibaya. Hata mimi mwenyewe wafanyakazi wangu hapa siwatibu sawa. Tena wengine sitaki hata kusikia, wana matatizo watajua wenyewe. Kwa nini? Kwa sababu ya value wanayoitoa. Wengine wapo tu wana exist, wanaangalia muda, saa itafika saa ngapi aondoke. Mtu kama huyo utataka kujua anaumwa au ana hali gani au ana nini? Lakini kuna yule ambaye anajali kabisa biashara yako kama ya kwake. Yaani haondoki kazini si mpaka saa 5 saa 6 yupo. Anataka kuhakikisha kazi zimeisha. Na hata sijui alichelewa kulala, bado atawahi, utamkuta saa 1 yuko ofisini na wateja wako wote wamehudumiwa, na hutasikia malalamiko kwa wateja. Sasa mtu kama huyo, kwa nini akiumwa wewe usimpeleke hospitali? Kwa nini usimlipie gharama? Kwa nini yani usimspoil? Kwa sababu anakupunguzia stress. Kwa hiyo wafanyakazi wa dada, mnatakiwa muelewe, kama unataka bosi wako akujali, wewe onyesha kumjali majukumu yake. Sio mpaka akwambie. Jifunze. Ukiona mtu analipwa zaidi, jiulize, kwani huyu anafanya nini cha ziada? Na sio kuanza kulalamika kwamba mbona mimi anijali, mimi nimeumwa hajanitibu, sijui mimi ananilipa kidogo, kwa sababu unatoa thamani ndogo, kwa sababu yani mchango wako ni mdogo sana. Okay, kwa hiyo hawalipi watu kwa sababu wako tu nyumbani, kwamba umeshinda asubuhi mpaka jioni. Okay, wanalipwa kwa sababu ule muda unaoshinda asubuhi mpaka jioni umefanya nini? Sasa kama mwenzako anafanya zaidi, jifunze kwake, muombe akufundishe vile vitu ambavyo hujui, au iga kutoka kwake. Angalia namna ambavyo anafanya vitu vyake, na wewe upandishe thamani yako, utaona na wewe unalipwa sawa. Kwa hiyo acheni huo ujinga wa kujazana upumbavu. Ndio maana mimi nikamwambiaje, rudi kwa bosi wako, kwa sababu ameshakuja hapa, tushamfungua macho, tushampa mwanga kwamba umefanya makosa. Wewe ulikuwa na thamani, ndio maana bosi wako alikujali. Ukiumwa anakutibia, anakulipa zaidi, ulikuwa na thamani. Lakini usilazimishe bosi wako thamani anayokupa wewe na yeye aitoe kwa mtu mwingine ambaye hampi thamani. Kwa hiyo kama umeshajua makosa yako, utarudi kwa bosi wako kabisa, genuine kabisa. Why? Binadamu tunajifunza na tunaweza kupewa second chance. Ndio maana mimi wadada hapa wakigundua makosa yao wakigundua makosa yao, mtu akakiri kabisa, hapa nimegundua nimekosa. Na kuna wadada wanafanya vizuri sana, na walifanya utumbo, waliharibu, lakini walivyokuja hapa tukawakemea ujinga wao, wakajifunza, wakajirekebisha, wakaomba chance nyingine, tukawapa. Sasa hivi wanafanya vizuri mno, yani mno. Kuna mmoja anaitwa Teddy, natamani sana nafikiri yani ni vile alipangiwa Tunduma huko, anafanya vizuri na alikuwa ni mjeuri. Yani feedback yake ya bosi wa kwanza ilikuwa ni ujeuri ule pro, yani ule ujeuri wenyewe. Lakini nikamkemea, nikamwambia no, hizo tabia za ujeuri ni za umaskini, hazitakupeleka popote. Na mbona umezunguka mwisho umerudi hapa kama huyo mwingine ambaye leo nimeweka hapo, huyo dada nani sijui, na yeye sio ujeuri. Lakini hiyo biashara tunakwambia utaratibu wetu ni huu, wewe unaenda unafanya ya kwako, siku ya siku unazunguka huko, unarudi hapa, unakuja tena kutuomba. Na wewe uliondoka
Ukiona kama hatuna thamani tena, hakuna. Lazima uwe mwaminifu kwa madogo. Kituo hiki ambacho kimekupigania, tumekutrain, tumekupokea kwa upendo, tumekuelekeza, tumekuconnect na kazi, lazima na wewe kwenye kile kidogo uwe mwaminifu. Kuwa mwaminifu kwenye mkataba wetu, kuwa mwaminifu kwa makubaliano yetu, hivyo yani. Usiende huko ukatuona tena hatuna maana, bosi wako ndio ana maana, we unatutupa huko na bosi wako anaanza na yeye kufanyia vimbwanga na vitimbu. Mwisho wa siku ndio hivyo, unashangaa mambo hayaendi, kumbe kuna watu uliwakanyaga na Mungu anakuchapa viboko ili urudi pale pale. Sasa ukirudi ndio hivyo, na sisi tunakufinya. Kuna utalipa gharama, utalipa faini hivyo. Okay, anyway, hii content kubwa kabisa, kikubwa kabisa, wadada, mnapokutana kwenye majumba ya mabosi wenu, msilete chaos, msilete purukushani, msianze kuulizana mishahara, sio unalipa shilingi ngapi, mimi mbona nalipa kidogo. Wewe una thamani gani? Unalipa kidogo kwa sababu una thamani, yani value yako ni ndogo. Kwa hiyo unataka kulipwa zaidi, ongeza thamani. Jamani, si ndio hii? Unataka kulipwa zaidi. Tatizo hamtaki muingie kwenye training, hamtaki training na unataka kulipwa zaidi. Mnang'ang'ana kukimbizana na mishahara mikubwa. Mshahara mkubwa unakuja kwa kujifunza. Weka maarifa, ongeza maarifa. Ukishaongeza maarifa, bosi wako kuna kitu atakiona. Akikiona na kuambia atakupambania. Mabosi wanaopambania wafanyakazi wao sio kwamba eti wanawapenda sana. Kuna peace of mind wanaipata kwa wale wafanyakazi. Mfanyakazi anafanya kazi yake vizuri, imenyooka, inampunguzia bosi kabisa stress kabisa. Yaani bosi hana stress. Kwa akisikia mtu anaumwa lazima anyanyuke. Lazima anyanyuke, ajue nini unaumwa wapi, tuende hospitali gani. Yaani atampeleka hospitali, atampeleka wapi. Hata hao wanaopelekwaga kwenye sijui nini maholiday huko manini, usidhani tu mabosi wanapenda kuwapeleka holiday. Anajua kabisa huyu ni jembe langu, kwa hiyo anamspoil, anampa vitu ili mradi nini, asiondoke. Kuwa mfanyakazi wa hivyo, sio unataka tu umesikia huyu analipwa ngapi na wewe unazitaka. Una thamani gani ndugu yangu? Una thamani gani? Unatoa thamani gani? Unatatua matatizo gani ya bosi wako? Hapo ndio pa kujiuliza, sio kulalamika tu. Mimi niliumwa hajanitibia. Mimi hela ananipa kidogo. Sijui nini. Jamani, thamani yako unayotoa, unavyomjali bosi wako, unavyojali watoto wake, unavyojali kazi zake. Yaani unavyohakikisha bosi wako hapati msongo wa mawazo, yani akija nyumbani kwake anasikia amani. Hapo ndio thamani yako ilipo. Tumeelewana ndugu zangu? Haya, kazi iendelee.